Nguruwe watatu wadogo. Mama nguruwe aliwaaga wanawe watatu kwa macho yenye upendo na kusema kuwa wakati umefika wa kuishi peke yao. Katika uwanda ambako ukungu wa asubuhi ulitulia kwa upole, ndugu watatu walionekana kuwa na mchanganyiko wa furaha na wasiwasi. Mama nguruwe aliwapa ushauri uliojaa upendo na kuambia wategemeane kila wakati. Ndugu walitikisa vichwa, wakahimizana, kisha wakaanza safari yao. Nguruwe watatu walisimama mbele ya njia panda katika uwanda mpana, na wakaamua kutengana ili kufuata ndoto zao binafsi. Upepo ulipita juu ya nyasi ukitangaza mwanzo wa safari mpya. Ndugu waliangalia pande tofauti na kuagana kwa tabasamu. Njia tatu ziliendelea kimya kimya, kila moja ikiwa na hatima yake. Nguruwe wa kwanza aligundua mlima wa majani makavu laini pembeni ya barabara. Alifurahi akifikiri angeweza kujenga nyumba haraka na kwa urahisi. Aliamini kuwa faraja ya sasa ilikuwa muhimu zaidi kuliko uimara. Hivyo akaamua kwa haraka kujenga nyumba ya majani. Haikuchukua muda mrefu kabla nguruwe wa kwanza kukamilisha nyumba yake ya majani. Ilikuwa nzuri, lakini nyepesi sana kiasi kwamba ilitikisika hata kwa upepo. Hata hivyo, alitulia kana kwamba kila kitu tayari kimekamilika. Akiwa amekaa uwandani, alinung'unika kwa sauti ndogo huku akiangalia mandhari tulivu. Nguruwe wa pili alipata rundo la mbao lililoonekana imara kando ya barabara. Alitikisa kichwa, akihisi kuwa lingekuwa salama zaidi kuliko majani. Alichukua shoka na kuanza kukata na kuunda mbao. Ilikuwa kazi ngumu, lakini moyo wake ulijaa joto kwa mawazo ya nyumba yake mwenyewe. Nguruwe wa pili alipanga mbao kwa makini na hatimaye akakamilisha nyumba yake. Ilionekana imara zaidi kuliko nyumba ya majani, ingawa bado kulikuwa na mapengo. Hata hivyo, alijivunia kuwa aliijenga kwa juhudi zake mwenyewe. Alining'iniza mlango, akaangalia ndani na akatabasamu kwa kuridhika. Nguruwe wa tatu aliamini kuwa matofali yalikuwa nyenzo salama zaidi. Alivuta mistari taratibu kwenye karatasi, akipanga muundo wa nyumba yake kwa uangalifu. Ingechukua muda mrefu, lakini aliamini nyumba hiyo ingemlinda kwa miaka mingi. Nguruwe wa tatu alichagua mahali juu ya kilima chenye upepo mwanana. Nguruwe wa tatu albeba matofali moja baada ya jingine na kwanza akaweka msingi imara. Jasho lilimtoka kwenye paji la uso, lakini moyo wake ulijaa fahari. Kadiri matofali yalivyopangwa kwa ustadi, umbo la nyumba lilianza kuonekana. Aliendelea kufanya kazi kwa uaminifu bila kusimama. Hatimaye, nyumba imara ya matofali ilisimama kwa fahari juu ya kilima. Matofali mekundu yalichanganyika vizuri na mashamba ya kijani. Nguruwe wa tatu alihisi kuwa juhudi zake ndefu hazikuwa bure. Akiwa amesimama mbele ya nyumba, alitabasamu kwa kuridhika sana. Siku moja, uwepo wa kutia shaka ulijisogeza kimya kimya kutoka msituni. Mbwa mwitu mkubwa alinusa hewani na kunasa harufu ya nyumba za nguruwe. Macho ya mbwa mwitu yalimetameta kama ya mwindaji mwenye njaa. Uwanda ulikuwa mtulivu, lakini hatari isiyoonekana ilikuwa inakaribia polepole.
Mbwa mwitu alivuta pumzi ndefu mbele ya nyumba ya majani. Kwa pigo moja lenye nguvu, nyumba ilitawanyika hewani. Nguruwe wa kwanza alipiga kelele kwa hofu na kukimbilia nyumba ya nguruwe wa pili. Nguruwe wa pili alifungua mlango kwa mshangao na kumvuta ndugu yake ndani. Mbwa mwitu alivuta tena pumzi ndefu mbele ya nyumba ya mbao. Katika upepo mkali, nyumba ilitikisika na hatimaye ikavunjika. Nguruwe wa kwanza na wa pili walikimbia kwa hofu kuelekea nyumba ya matofali juu ya kilima. Walipowaona, nguruwe wa tatu alifungua mlango haraka. Mbwa mwitu alisimama kwa kujiamini mbele ya nyumba ya matofali. Alipuliza kwa nguvu zote, lakini nyumba haikusogea hata kidogo. Haijalishi alijaribu mara ngapi, kuta za matofali zilibaki imara. Ndani, ndugu watatu walishikana kwa nguvu na kuvuta pumzi. Nguvu ziliposhindikana, mbwa mwitu alitazama nyumba polepole. Kisha akaona bomba la moshi na akatabasamu kwa hila. Alinong'ona kuwa anaweza kuingia kupitia hapo. Nguruwe walisikiliza kwa makini na wakahisi hofu ya wasiwasi. Nguruwe wa tatu alitambua mpango wa mbwa mwitu. Pamoja na ndugu zake, alijaza sufuria kubwa kwa maji na kuwasha moto. Maji yalipoanza kuchemka, mvuke wa moto ulijaa ndani ya nyumba. Ndugu watatu walisubiri kwa ukimya. Mbwa mwitu aliposhuka kupitia bomba la moshi, alishtushwa na mvuke wa moto. Alipiga kelele na kuruka nje kwa haraka. Akiwa na hofu, alikimbilia msituni kana kwamba hangerudi tena. Amani ilirudi tena uwandani. Ndugu watatu waliandaa meza yenye joto ndani ya nyumba ya matofali. Walivuta pumzi ndefu za nafuu walipohakikisha kuwa wote wako salama. Nguruwe wa tatu alizungumza kuhusu umuhimu wa ushirikiano na maandalizi. Ndugu waliangaliana na wakatikisa vichwa kwa kukubali. Ndugu watatu waliahidi kuishi pamoja katika nyumba ya matofali. Waliahidi kusaidiana bila kujali changamoto zitakazokuja. Mwanga mkali wa asubuhi uliangaza juu ya uwanda mpana, na hivyo maisha ya hekima ya nguruwe watatu wadogo yakaanza.